بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك حفظ العلم وضبطه والرسوخ فيه والعمل به إلى الممات. أيها الأحبة، بين أيدينا سلسلة من تأملات قرآنية من نبأ موسى وفرعون. Ndugu wapenzi ambao mnaotusikiliza na mnaofuatilia silsila hii au mwendelezo huu wa baina ya vipindi tofauti na baina ya vikao tofauti katika kusoma kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, mbele zetu tunayo mafunzo ambayo yanayoambatana na Qur'an katika habari ya Nabii Musa pamoja na Firaun. Nabii Musa pamoja na Firaun, kwa nini tumzungumzie ama kwa nini tuisome historia hii? Ni kwa kuwa kwamba katika mwezi huu wa Muharram ni mwezi ambao umeibeba historia ambayo ilikuwa kubwa, ambayo hii historia ni historia ya Nabii Musa pamoja na Firaun, na ndani yake kuna mazingatio, kuna mafunzo ambayo yaliyokuwa makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru sote kuweza kusoma kitabu chake na kuweza kukizingatia na kuweza kufahamu na kutafakari kwa yale ambayo yaliyomo ndani ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Lima lidhalika min al-athar fi an-nafs al-bashariyya. Kwa sababu gani Allah katuamuru sisi kusoma kitabu chake, katuamuru kuzingatia, katuamuru kuweza kukifahamu, katuamuru kuweza kufikiria yaliyomo ndani yake kwa yale ambayo yenye athari iliyokuwa kubwa katika nafsi ya mwanadamu, min al-istiqamati ala as-sirat al-mustaqim, katika yale ambayo yanayomwelekeza mwanadamu. Haya athari ambayo yanayopatikana kwa mwanadamu humuongoza na kumwelekeza katika msimamo kisawasawa wa njia ambayo iliyonyoka, kadhalika na kwenda mbali na yaliyokuwa mabaya au na njia ambayo iliyokuwa mbaya au yale ambayo yaliyokuwa yenye athari iliyokuwa mbaya. Vile vile katika kusoma Qur'ani ndani yake kuna kutekeleza maamrisho yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alituamuru kwayo, na vile vile mwanadamu pasina kubaki chochote katika matendo ambayo yaliyokuwa mema na yaliyokuwa ya kheri. Kadhalika walbu'du 'anil munkarat, na kuwa mbali kabisa kutokamana na yale ambayo yaliyokuwa mabaya, hatta takuna fi halati itminan, hadi mwanadamu awe katika hali ya utulivu, awe katika yaqini, awe katika unyenyekevu, awe katika kumwokopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotutaka siye kuweza kusoma kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakika Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba viumbe wake, Allah subhanahu wa ta'ala hakuweza kuviacha hivyo hivyo kwamba viishi hivyo vinavyotaka. Wenye kudhulumu waishi katika dhulma, wenye kunyanyasa waishi katika manyanyaso, wenye kutekeleza la, bali Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume. Hawa mitume walikuja kuwabashiria watu, walikuja kuwaonya watu, vile vile walikuja kuhakikisha malengo makubwa na hikma kubwa ya hawa viumbe kuweza kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuwaondoa katika kuyafata matamanio ya nafsi zao na kuwa na ile aina fulani na tabia fulani ya matamanio ya kinafsi, ambayo haya matamanio yakawapelekea wao kuwa wenye kudhulumu, kufanya ubaya, kufanya ufisadi katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala, pasina kuwa na msingi wa haki wa aina yoyote. Lidha Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuwatuma mitume wake, na akawa ni mwenye kuwakalifisha hao mitume kuwabebesha jukumu, na wao mitume wakawa wenye kulitekeleza kwa aina ambayo iliyokuwa nzuri, katika aina ambayo iliyokuwa yenye kupendeza. Lakini hawa ambao waliokuja kufikishiwa ujumbe ambao ni binadamu, wao wapo katika mtazamo upi au wamo katika hali ipi?
unapokuja kukaa na kutazama utakuta ya kwamba ama utakuja kubainikiwa ya kwamba hawa binadamu walipata kugawanyika katika aina mbili. Walipata kugawanyika katika aina mbili. Aina ya kwanza ni aina ya watu ambao waliofuata huyo ujumbe walioletewa kwao na mitume wa Allah kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na wakajiambatanisha na ujumbe huo na wakashikamana na mwongozo wao mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala, na wakafata hiyo njia ambayo iliyonyooka. Waqassama akhar wa qismun akhar, na kundi lingine la watu tanakkaba sabil wa hada anil huda, na kundi lingine la watu ni kundi la watu ambao hawa walipata kukengeuka ile njia ambayo mitume waliokuja kuwaelimisha kwao binadamu, walioambia kwamba mumfate na muweze kuitambua na muisome hii njia, mfate katika kumwabudu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaenda kinyume, wadhalla tariq, na wakawa wenye kupotea katika njia ambayo iliyonyooka. Hivyo wao wakawa wamehukumiwa ndani ya ardhi hii kwamba wao ni watu waovu, na mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala wakawa wenye mafikio ambayo yaliyokuwa mabaya. Wa min ulaika alladhina kataba Allahu alayhi shaqa taghiyata zamani, na miongoni katika hao wanadamu ambao waliopotea njia iliyonyoka, na hawa wakawa wamehukumiwa kwamba hawa ni wapotevu, ni yule jabbar, ni yule muovu ambaye historia ilipata kuhifadhi na kuweza kusimulia habari yake sawa na zama hizo ambazo zilizotokea za kuweza kuhadithia uovu wake. Miongoni katika hao waovu ni Firaun, Haman pamoja na majeshi wao, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu khati'in, ya hakika wao walikuwa ni wakosefu. Ayuha alahibba, kisa cha Nabii Musa pamoja na Firaun, ambaye huyu Firaun aliyekuwa ni taghia, aliyepindukia kabisa, aliyechupa mipaka katika zama hizo za Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala amekisimulia ndani ya Qur'ani katika maeneo tofauti na kwa kupitia asalibu tofauti, fiha min ad-durus wal-ibar wal-'idhat ash-shay'u al-kathir. Ndani ya haya maelezo ama ndani ya habari hii ya Musa pamoja na Firauni, ambapo kwamba Allah kusimulia kwake ndani ya Qur'an na akatuhadithia habari ya Musa pamoja na Firauni, ndani yake kuna mafunzo, ndani yake kuna mazingatio, ndani yake kuna mawaidha ambayo yaliyokuwa mapana na makubwa kabisa. Na haya mafunzo pindi ambapo nafsi inaposimuliwa kwayo, inapoelezewa kwayo, inapohadithiwa kwayo, ndani yake kuna kuna yaliyokuwa muhimu kabisa ambayo nafsi inapata kuweza kufaidika kwayo, min bidayati istid'afi hatta tamkin. Unaposoma historia kuanzia mwanzo kabisa wa udhalili, mwanzo kabisa wa udhaifu ambao historia inaanza kwa kusimulia, hadi pindi ambapo mwishoni kabisa Allah subhanahu wa ta'ala alipoweza kuwamakinisha wale ambao waliofuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo katika faida ambayo nafsi ya msikilizaji wa historia kama hii ya Nabii Musa pamoja na Firaun la'natullahi alayhi, ndani yake mtu anapata kupata maarifa katika hali ambazo zilizokuwa hali mbili au hali tofauti zenye kutofautiana katika mitazamo, katika rai, katika malengo, katika makusudio, katika njia, katika uslubu, hadi kuweza kuwapa utulivu wale ambao wenye udhaifu ndani ya ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala, min ahli alkhairi wassalah, wale ambao wanaishi kwamba au wale ambao wanaishi katika udhaifu kiasi fulani miongoni katika watu wa kheri, miongoni katika watu ambao walionyooka kabisa katika kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwishoni kabisa kuja kuwadhihirishia na kuonyesha ya kwamba anna al-aqibata liibadillahi almuttaqin, kwamba mwisho jamani, daiman mwisho, daiman
wa udhaifu wa wale ambao waliokuwa ucha Mungu wakaonekana kwamba ni madhaifu, wakaonekana kwamba hawana nafasi, mwisho kila siku unakuwa ni mzuri kwa wale waja wake Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa wacha Mungu. Na hakika Allah subhanahu wa ta'ala awatawaneemesha watu hao kwa mema na kwa mazuri daima, pindi ambapo hawa wacha Mungu, hawa wema, hawa wenye kheri watakapokuwa ni wenye kushika sababu na kufuata njia iliyokuwa njema katika sababu za kisheria. Miongoni katika kuwa na subra katika yale ambayo wanayoyapata na kukutana nayo katika njia yao hiyo ya kuelekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, min almuanat wal aqabat, miongoni katika mazito, katika vizingiti, katika hali tofauti ambazo anazofikiwa kwazo mwanadamu. Wa min alqiyami bil amri bil ma'ruf, na miongoni katika jukumu lao la wao katika kuamrisha mema na katika kukataza mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Hajj aya ya 41 kwamba alladhina immakkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah anasema kwamba alladhina immakkannahum fil ardi, ya hakika wale ambao tunapowamakinisha, yani tukawapa kisawasawa, kumakinika bimaana kuwa kisawasawa, kuwa na nguvu kisawasawa katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa jukumu wanalitekeleza ni lipi? Wao hawatupi ile njia yao, hawatupi ule msimamo wao, hawatupi lile lengo muhimu baada ya wao kupata umakinifu katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawapotei katika njia iliyonyoka, bali wanachokitekeleza ni kipi? Aqamu sala, watekeleza, wasimamisha sala, wa atau zaka, na wakawa wenye kutoa zaka, wa amaru bil ma'ruf, na wakatekeleza yaliyokuwa mema, wakaamrisha mema, wa nahau 'anil munkar, na wakawa wenye kuonya na kukataza yaliyokuwa mabaya. Walillahi 'aqibatul umur, na vile vile aqibatul umur, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndipo ambapo palipokuwa mwisho wa mambo yote. Ahadi hii yake Allah subhanahu wa ta'ala ni ahadi ambayo inayotudhihirishia ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala hawa watu ambao watakaomakinishwa katika ardhi, hawa watu ambao watakaomakinishwa katika ardhi. Lakini hapa inatupelekea kuwa na swali maalum. Hawa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawapa kuwamakinisha, yani atawapa ule utawala kuweza kuitawala ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala, hii nguvu ya wao kumakinika ardhini, kuwa na nguvu ya kuweza kuitawala, hawa ni watu gani ambao Allah kawapa ahadi kama hii? Lidha ukisoma katika surati An-Nur aya 55 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sura hii, surati An-Nur aya 55, anabainisha kabisa ahadi yake Allah kuwamakinisha watu maalumu katika ardhi yake, yani kuwapa nguvu ya wao kuweza kuitawala hii ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwapa umakinifu kabisa katika dini yake. Allah anasema kwamba wa'ada Allah, ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, amewaahidi Allah wale ambao watakaoamini miongoni katika nyie, yani nyie waumini, nyie waislamu, wale ambao watakaokuwa na imani kisawasawa, wale ambao watakaokuwa na uaminifu kisawasawa, wa amilus salihati, na wakatekeleza matendo mema katika khairati, katika uchamungu, katika mengineyo, la yastakhlifannahum fil ardi, kwamba Allah atawapa khilafa, yani atawapa utawala, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama Allah alivyowapa uongozi watu wa kabla yao, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, vile vile Allah atawamakinisha, atawaweka madhubuti kisawasawa dini yao, unako dini yao ambayo Allah aliyowaridhia kwayo,
wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, vile vile Allah atabadili baada ya khaufu yao waliokuwa nayo kuwapa utulivu, na hao watakuwa wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha pamoja na jambo la aina yoyote. Lakini ndugu zangu waumini, huku kumakinika, huku kupata huyu uongozi, huku kupata hii khilafa, kupata huyu utukufu kama huu ambao Allah anawaahidi kwa waumini, hapa kuna malhadh fulani au kuna mazingatio ambayo tutatakiwa kuzingatia na kuweza kuelewa ya kwamba huku kumakinika katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala la yati illa ba'da mafawizin tawila tuqta'u fi tariq, kwamba hakuwezi kupatikana, hakuwezi kuja kwa hali kama hii ya watu kumakinika kupata uongozi katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala ila baada ya hali, baada ya mazito ambayo yaliokuwa marefu kabisa katika njia hii ya kuweza kufikia huko kuweza kumakinika, ambapo kwamba wenye kuwa katika njia kama hii watakuwa wenye kuyapitia, watakuwa wenye kuipitia njia hizi zenye uzito, zenye miba, zenye uzito uliokuwa mkubwa hadi kuweza kufikia huko. Masaibu mutaaddida wa mutanawwi'a, watapitia katika matatizo, katika misiba tofauti na aina tofauti kama ile. Lidha tutakuja kubainikiwa katika historia hii ya Nabii Musa pamoja na Firaun, kuona namna gani leo tunaisoma historia na kupata kudhihirikiwa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amelibakiza jina la Nabii Allahi Musa, nabii wake Musa, kuwa lenye utukufu, kuwa lenye heshima, kuwa lenye ukubwa, tofauti na jina la Firauni, ambapo kwamba Firauni anaposimuliwa yaja habari ya Firauni kuonyesha kwamba huyu alikuwa ni mtu muovu na ukubwa wake na ufalme wake, na Firauni na ujabari wa ukubwa wake wote aliokuwa nao, kuondolewa ile yote ile haiba aliyokuwa nayo, kuondolewa ile nafasi, ule ukubwa wote Allah kumuondolea na kumuondoa Musa katika ule udhaifu. Qur'ani inavyotueleza namna gani Musa alivyokuwa amezaliwa katika hali ambapo babu zake au hali ya zama zile kipindi chake walikuwa ni madhaifu ambayo yalikuwa makubwa kabisa, walikuwa katika udhaifu ambao uliokuwa mkubwa kabisa. Lidha katika historia hii ya Nabii Musa yaja kutubainishia na kutuonyesha au kutuita na kuwaita liulaika alqaumu alladhina takabbaru fil ardi bighairi haqq, wale watu wote ambao waliokuwa ni wenye kiburi katika ardhi yake hii Allah subhanahu wa ta'ala pasina haki ya aina yoyote, na wakafanya uovu na wakawa ni wenye kuharibu katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala, wasa'u fil ardi bil fasad, wakawa ni wenye kutapakaza uovu, ufisadi ardhini, likai yatafakkaru fi masirihim wa aqibati, ili wao waweze kutafakari katika maelekeo yao ya huo uovu, ya huo ufisadi, ya huo uharibifu, na mwisho kabisa fa inna akhahum Firaun idda'a ar-rububiyyah wal-uluhiyyah. Firauni huyu ambaye hawa wenye kujifananisha kama yeye, huu ndugu yao Firauni, yani wakawa wenye kufanana na yeye katika familia hii ya uovu, katika familia hii ya ufisadi, kwamba huyu Firauni alijiita na akadai yani uungu, akadai kwamba ni mwenye kuumba, akadai kwamba rububia, yani ule ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameubeba kauvaa. Faqala ana rabbukumul a'la, Firauni akasema kwamba mimi ndiye Mola wenu tena wa juu, mlezi wa juu kabisa. Katika surati al-Qasas Allah anasema kwamba Firauni alisema, akaambia watu wake, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, hamkutambua Mola mwingine kinyume changu mimi Firauni. Akawa ni mwenye kuwahofisha watu wake kwamba hakuna Mola mwingine kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni sunna yake Allah subhanahu wa ta'ala daiman ya kwamba mwenye kuwa na ukaidi, mwenye kuchupa mipaka, mwenye kudhihirisha ya kwamba yeye ana ukubwa zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala upo wakati na muda maalumu humchukua na kuweza kufanya nini? Kuweza kudhihirisha ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Firauni fa akhadhahu Allahu akhdha azizin muqtadir, Allah akawa ni mwenye kumchukua na kumwonyesha ukubwa wake na uzito wake na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Famastata'a an yakuffa an famihi sharbata min ma, hakuweza hata kidogo Firauni kuweza kujiziwia katika kinywa chake walau toni moja la maji kuweza kutumia, kwa kudhihirisha udhaifu aliokuwa nao na kuonyesha kwamba huyu hana lolote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqa Allahu alqa'il, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye maneno yaliyokuwa mazuri na maneno ya kweli kabisa aliposema katika surati Qaf ya kwamba inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Katika haya tunayozingatia leo, katika huu ukumbusho, ndani yake kuna ukumbusho liman kana lahu qalbun, kwa yule mwenye moyo, kwa yule mwenye masikio ya kuweza kuzingatia, kusikia kisawasawa, na akawa ni mwenye kushuhudia haya. Allah anasema ndani ya Qur'an ya kwamba laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika visa hivi ndani yake kuna mazingatio ambayo yaliyokuwa makubwa, ndani yake kuna mafunzo ambayo yaliyokuwa mazito kabisa. Lidha insha Allah ta'ala tutakuwa wenye kuishi pamoja na kisa hichi, na katika kuisoma Qur'ani mazingatio ambayo Qur'ani imeweza kutueleza ndani yake na mafundisho ambayo Qur'ani inayotuelekeza kwayo ndani ya kisa cha Nabii Musa pamoja na Firauni la'natullahi alayhi. Wa bihadha alqadri naktafi. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya ambayo tuliyasikia na tuongoze katika yale ambayo yaliyokuwa mema. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.